إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس عباد الله، أوصي نفسي ونفوسكم بتقوى الله تبارك وتعالى، فإنه وصية الله للأولين وللآخرين. يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، واجب الله تبارك وتعالى: اعلموا أنكم ودعتم عاما. Tambueni ya kwamba tayari tumeshauaga mwaka, wastakbaltum aman akhar, na tayari tuko ndani ya mwaka mwingine. Aman madha bima awda'tumuhu min amal, mwaka umepita kwa yale ambayo mlioyatanguliza katika matendo. Faman ahsana falyahmadillah, yule aliyefanya vizuri katika mwaka uliopita basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, waliyazdad, na azidishe katika kufanya matendo yaliyokuwa mazuri. Waman kana ghaira dhalika, na yule ambaye mwaka uliopita hakufanya vizuri, basi fama zala fil ajali fasha, bado maadamu anao uhai mpaka katika siku hii ya leo, basi bado yeye anayo fursa ya kurejea kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Falidhan falyasta'tib, arejee kutafuta radhi za Allah tabaraka wa ta'ala. Wa rabbukum yatubu ala man taba, na daima Mola wetu mlezi huwa anawasamehe wale ambao wanarejea kwake yeye. Ayuhal muslimuna, enyi ndugu zangu katika imani, mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa Muharram, ni mwezi wa kwanza katika miezi ile ya Kiislamu. Katika tarehe ya Kiislamu, mwezi huu tuliokuwa nao ndiyo mwezi wa kwanza. Na mwezi huu ndugu zangu katika iman ni min ashhuril hurum, bado ni katika ile miezi minne mitakatifu ambayo Allah tabaraka wa taala alituhusia ndani ya Qur'an kunako hii miezi minne mitukufu, akituambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, msidhulumu nafsi zenu ndani ya hiyo miezi minne ambayo ni mitukufu. Kwa hiyo huu bado ni katika miezi minne mitukufu, nao ndiyo mwezi wa mwisho katika ile mitatu iliyofuatana, kama alivyotuambia Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo huu ni mwezi wa kwanza wa hijiria katika mwaka. Waqad kana yusamma fil jahiliya, na huu mwezi ulikuwa ukiitwa katika zama za ujinga, zama za jahiliya, bil mu'tamari, ulikuwa ukiitwa al mu'tamari. Walikuwa hawauiti Muharram, walikuwa wakiita ni mu'tamari, lianna al-araba kanat tajtami'u fihi litashawuri,
kwa sababu ilikuwa ni tabia ya Waarabu. Unapoingia mwezi huu waliokuwa wakiita mu'tamar, walikuwa wakikusanyika na kushauriana mambo yao mbalimbali, wakiweka mikakati yao mbalimbali. Faya ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu katika iman, shahrul Muharram, mwezi huu tuliokuwa nao Muharram ni shahrun fadil, ni mwezi uliokuwa mbora. Wa min fadlihi, na miongoni mwa fadhila za mwezi huu tuliokuwa nao, anna Allah tabaraka wa taala nasabahu ilayhi, Allah tabaraka wa taala mwezi huu ameunasibisha kwake yeye, ameunasibisha kwake yeye, kama ilivyokuja katika hadithi ya sahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam Abi Huraira alladhi akhrajahu al-Imam Ibn Majah wa sahahahu al-Allamah al-Albani rahimahullahu ta'ala. Mtume sallallahu alayhi wasallam alijiwa siku moja na mtu, yule mtu akamwambia, ayu siyami afdalu ba'da shahri Ramadan, ni funga gani iliyokuwa bora zaidi baada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan? Faqala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, shahrullahi alladhi tad'unahu al-muharrama, ni mwezi wa Allah. Miezi yote imepewa majina, ikaitwa Ramadhani, ikaitwa Dhulqa'da, ikaitwa nini, lakini mwezi huu tuliokuwa nao umeitwa ni shahrullahi al-muharram, mwezi wa Allah wa Muharram. Miezi yote haijanasibishwa na jina hili la Allah subhanahu wa ta'ala zaidi ya mwezi huu tuliokuwa nao, yani shahrul Muharram, mwezi wa Muharram. Hii ni kuonyesha kwamba mwezi huu tuliokuwa nao una tofauti vile vile na miezi mingine, una ubora wake unaojitegemea. Ndugu zangu katika iman, kwa hakika ndani ya mwezi huu wa Muharram Mtume sallallahu alayhi wasallam kashatubainishia ya kwamba funga iliyokuwa bora zaidi baada ya funga ya lazima, ambao ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, ni kufunga ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao. Lakini kwa sababu Waislamu tuna tabia ya kutokaa darasani, tukaona ni jambo ambalo ni la kawaida, bila kuleta khutba kama hizi na kuwazindua watu kwa mazinduo ya namna hii, yawezekana mtu hata hajui kwamba mwezi tuliokuwa nao pia ni mwezi wa kukithirisha katika kufunga. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa ni funga gani iliyokuwa bora zaidi baada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, Mtume alisema ni kufunga katika mwezi wa Allah wa Muharram, ambao ndio mwezi wa kwanza katika miezi ya Kiislamu. Faya ayuha nasu ibadallah, ndugu zangu katika iman, fil yawmil ashir kadhalika, katika siku ya 10 ndani ya huu mwezi tuliokuwa nao, mwezi wa Muharram, yaumu Ashura, ndiyo siku inayofahamika kwa jina la Ashura. Katika hii siku waqa'a hadathun adhim, lilitokea tukio ambalo ni kubwa sana, wa nasrun lilmu'minina mubin, na ulitokea ushindi mkubwa zaidi kwa waumini, wa dhullun litughati alkafirin. Lakini ndiyo katika hii siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram ndiyo Allah tabaraka wa taala aliwaangamiza na kuwadhalilisha wale waliokuwa makafiri. A'ala Allah ta'ala fihi al-haqq wa adhharahu, Allah tabaraka wa taala ndani ya siku ya 10 katika mwezi wa Muharram aliifanya dini yake kuwa iko juu, aliifanya haki kuwa juu, na akaidhihirisha haki ikawa kila mtu anaiona. Wa azhaqa al-batil wa daharahu, na ndiyo siku ambayo Allah aliangusha batil. Nasara Allah ta'ala nabiyahu Musa, katika siku ya 10 ya mwezi huu wa Muharram ndio siku ambayo Allah tabaraka wa taala alimnusuru nabii wake Musa alayhi salatu wassalam wa man ma'ahu, kutokana na adui wake huyu ambaye ni Firaun pamoja na majeshi yake. Allah tabaraka wa taala katika ile siku ya 10 ndani ya mwezi wa Muharram, ambayo bila shaka itakuwa ni siku ya Alhamis, siku ya 10 ndio siku ambayo Allah alimuangamiza Firaun, alladhi, mtu ambaye alidai uungu akisema ana rabbukumul a'la, mimi ndiye Mola wenu aliye juu, na hali yakuwa ni binadamu tu kama mimi na wewe.
lakini kutokana na ukafiri wake uliopitiliza alidai jambo hili. Allah tabaraka wa taala alimwangamiza katika siku ya 10 ndani ya mwezi huu tuliokuwa nao. Yaqulu Allah tabaraka wa taala, Allah tabaraka wa taala anasema ndani ya Qur'an, wa fi Musa idh arsalnahu ila fir'auna bisultanin mubin. Kumbukeni Musa tulipomtuma aende kwa Firaun akiwa na hoja ambazo zilikuwa ziko wazi, lakini Firauni aligeuka nyuma na kuleta kibri. Waqala sahirun au majnun, na akasema wewe ni Musa ni mchawi, wewe ni mwendawazimu tu, kutokana na haya ambayo unatuambia. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa akhadhnahu wa junudahu fanabadhnahum fil yammi wa huwa mulim, tulichokifanya tulimwangamiza Firauni na jeshi lake katika mto ambao ni mto Naili. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tarehe 10 katika mwezi huu tuliokuwa nao ndio siku ambayo lilitokea tukio hili kubwa la Allah tabaraka wa taala kumwangamiza Firaun na kumzamisha katika mto ambao ni Naili. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wallahu tabaraka wa taala a'la wa a'lam. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس عباد الله، جاء الحث على صيام اليوم العاشر من محرم. ndugu zangu katika imani, yamekuja mahimizo juu ya watu kufunga sasa katika hii siku ya 10 ambayo Allah ndio siku aliyomuokoa nabii wake Musa kutokana na vitimbi vya Firaun. Kwa hiyo watu wanatakiwa wafunge katika siku ya tarehe 10 kama alivyopokea al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim katika sahihi zao mbili min hadithi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, katika hadithi ya sahaba Abdullah mwana wa Abbas Allah tabaraka wa taala awaridhi, qala, amesema qadima an-nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Madina, mtume sallallahu alayhi wasallam alipoingia katika mji wa Madina wakati anahama kutoka Maka kuelekea Madina. Alipofika Madina, fara al-yahuda tasumu yawm Ashura, akawakuta mayahudi wa pale Madina wanafunga siku ya Ashura, yani siku ya tarehe 10 katika mwezi wa Muharram. Faqala ma hadha, rasuluna akasema, wana nini hawa, ni kwa nini wanafunga hii siku? Qalu, masahaba wakasema, hadha yawmun salih, hii ni siku iliyokuwa nzuri. Hadha yawmun, hii ni siku ambayo najja Allahu bani Israila min aduwihim, Allah aliwaokoa bani Israil, yani Musa pamoja na wale watu wachache ambao walimwamini, alimuokoa kutokana na Firaun. Fasamahu Musa, sasa Musa alifunga hii siku kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kuwaokoa. Qala, mtume sallallahu alayhi wasallam naye akasema, fa ana ahaqqu bi Musa minkum, basi mimi nina haki zaidi na Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Fasamahu, mtume na yeye akaifunga hii siku, wa amara bisiyamihi, na akawaamrisha watu wafunge siku ya Ashura, yani siku ya tarehe 10 katika huu mwezi wa Muharram tuliokuwa nao. Wa min fadli siyamihi, na katika fadhila za kufunga hii siku, yaqulu nabiyuna sallallahu alayhi wasallam, mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam atuambia, wasiyamu yawmi Ashura, na kufunga siku ya Ashura, ahtasibu ala Allah, nataraji mbele ya Allah, nataraji juu ya Allah, an yukaffira as-sanata allati qablahu, kwa mafunga ya siku ya Ashura mtume sallallahu alayhi wasallam sema anataraji kwamba itakuwa ni sababu ya kufutiwa madhambi ya mwaka ambao upo kabla yake, na hadithi amepokea al-Imam Muslim. Wa minha kadhalika, katika hukumu ni kwamba an yusama at-tasi'a, ni mtu afunge kuanzia siku ya 9, ni sunna mtu afungie kuanzia siku ya 9, yani afunge 9 pamoja na 10, litahqiqi mukhalafati al-yahud, ili sasa awakhalifu Mayahudi, kwa sababu Mayahudi walikuwa wakifunga siku ya 10. Kwa hiyo kana kwamba Muislamu naye akifunga tu siku ya 10 peke yake, pamoja na kwamba yafaa,
ila atakuwa kana kwamba anajifananisha na Mayahudi. Falidhalika, kwa ajili hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akatuhusia kwamba kwa ajili sasa ya kuwakhalifu Mayahudi ni mtu afunge kwa kuanzia siku ya 9 pamoja na siku ya 10, kama ilivyokuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, la in baqitu ila qabilin la asumanna at-tasi'a, kama nitabakia mwaka mwingine utakaofuata basi nitafunga kuanzia siku ya 9 kwa ajili ya kuwakhalifu Mayahudi. Ayuha an-nas ibadallah, ndugu zangu katika iman, wala yushra'u fi ashura wala fi ghayrihi ayu amalin lam yathbut 'an an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Katika mambo ya kuyazingatia yenye Waislamu ni tufahamu ya kwamba si sheria katika siku ya 10 ya mwezi wa Muharram, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram ambayo itakuwa ni siku ya Alhamis, kwa kuwa leo ni tarehe 4 Muharram, si sheria katika siku hiyo wala katika masiku mengine ayu amalin, kufanya amali yoyote, lam yathbutu 'anil nabii sallallahu alayhi wasallam, ambayo haikuthibiti kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walladhi thabata fi hadha al-yawm inma huwa as-siyam, lililothibiti kunako siku hii ni funga ya Ashura. Fattaqullaha rahimakumullah, mcheni Allah na Allah tabaraka wa taala warham. Wasumu yawma Ashura, najiandaeni enyi Waislamu kufunga siku ya Ashura pamoja na kufunga siku ya 9. Wahuthu ahlikum wa man tahta aydikum ala siyamihi, na wahimizeni wale ambao wako chini ya mikono yenu, wakiwepo wake zenu, watoto wenu, wadogo zenu na ndugu zenu wengine katika Uislamu, kwamba waifunge hii siku ya Ashura. Fa innaha fursatun saqaha Allahu ilaykum, hii ni fursa ambayo Allah tabaraka wa taala kwa mara nyingine ameijalia kwako wewe na akaijalia kwangu mimi, na malengo makubwa ni ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutusamehe katika madhambi yetu. Wahdharu ma uhdithatuhu ba'dhu al-firaq ad-dalla, na tawasiyatuna ya kwamba jihadharini na jiepusheni na kufanya yale ambayo yamezushwa na makundi ya watu waliopotea fi yaumi Ashura, katika siku ya Ashura, mambo ambayo ma anzala Allahu biha min sultan kaittikhadhi dhalika al-yawm Eid, mambo ambayo Allah tabaraka wa taala hajateremshia hoja. Allah tabaraka wa taala, usije ukafanya jambo ambalo yeye hajakuteremshia hoja wala hajakuteremshia maelekezo, kama vile kuifanya siku ya Ashura ni siku ya Eid. Yaumu Ashura, siku ya Ashura sio siku ya Eid. Kadhalika yaumu Ashura, siku ya Ashura sio siku ya huzni kama wanavyofanya Ashia amir Rawafidha, sio siku ya huzuni wala sio siku ya kujikatakata wala sio siku ya kuvaa nguo nyeusi. Yaumu Ashura, siku ya Ashura ni yaumu siyam, ni siku ya kufunga, kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kutokana na yeye Allah tabaraka wa ta'ala kumuokoa nabii wake Musa kutokana na vitimbi vya Firaun. Fala taj'alhu, usijalie hii siku ikawa ni siku ya huzuni kwako wewe, utakuwa umekhalifu sheria. Wala usijalie hii siku ni siku ya kuvaa nguo nyeusi, utakuwa umekhalifu sheria. Wala usijalie hii siku ni siku ya Eid, kwa sababu siku zetu za Eid sisi katika mwaka ni siku 2 peke yake, yaumul fitri wa yaumul adha, siku ya fitri peke yake pamoja na siku ya adha, na tukawa na Eid ya kila wiki ambao ni siku hii tuliyokuwa nao yaumul jum'a, siku ya Ijumaa. Fattaqullaha ayuha an-nas ibadallah, msheni Allah tabaraka wa taala na shikamaneni na sheria zake, shikamaneni na kitabu chake, kadhalika shikamaneni na sunna za Mtume sallallahu alayhi wasallam ala fahmi salafina salih, kwa ufahamu wa wema wetu waliotangulia. Tukifanya hivyo ndio tunatafuta sababu ya kufaulu mbele ya Allah tabaraka wa taala. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم يا ربنا انصرنا على من عادانا، اللهم انصرنا على من عادانا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب برحمتك وعزتك يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم وأقم الصلاة. ربنا رب القلوب